Hospitali yetu ya wilaya, mnafahamu pale jengo la mama na mtoto lilikuwa linaendelea kujengwa, limeshakamilika. Sasa hivi yale majengo yaliyokuwa ya wagonjwa wa nje yalikuwa hayako katika usmart wa wilaya yetu ya Kyela. Serikali ya Dr. Samia imetoa bilioni 1.2 ndani ya siku 100 zimeshaingia na tayari mchakato unaendelea ili tuendelee na ujenzi wa hospitali yetu. Lakini kupitia mapato ya ndani, kupitia bajeti tunayoendelea nayo ambayo tunaianza 26-27, pia halmashauri yetu itajenga ukuta wa kisasa kwa ajili ya hospitali yetu ya wilaya ya Kyela. Kwa hiyo pale hospitali ya wilaya ya Kyela patakuwa pamependeza. Lakini pia serikali ya Dr. Samia imetoa shilingi milioni 224 kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya Busale ndani ya siku 100. Hivyo kwa niaba ya wana Kyela naishukuru serikali ya Dr. Samia, imefanya jambo kubwa ndani ya wilaya yetu ya Kyela. Lakini pia wakati wa changamoto tunakumbuka gari ya zimamoto lilichomwa, na ndugu zangu, ukiona hayakupata majanga ya moto huwezi ukaona umaana wa gari. Lakini Dr. Samia mliona juzi tumepokea gari pale la zaidi ya bilioni 1.5 serikali ya Dr. Samia imetoa kwa ajili ya jimbo la Kyela. Hivyo naishukuru serikali kwa kupitia michango hiyo na mambo mbalimbali ambayo imeendelea kutoa kwa wilaya ya Kyela. Lakini wazazi wangu, wakati wa kampeni niliahidi katika kuboresha elimu ya wilaya ya Kyela, na mimi nikiwa mdau mmoja wapo, niliahidi kuwa kila mtoto atakayepata A ya hesabu basi atapata zawadi ya shilingi 100,000 kwa kila mwanafunzi aliyepata A ya hesabu. Bahati nzuri mwaka huu tumepata ndani ya wilaya Kyela watoto 40 wamepata A za hesabu, na mimi nimeshamwelekeza afisa elimu apange ratiba shilingi milioni 4 tuzikabidhi kwa wale vijana kwa maana ya wilaya nzima ya Kyela. Hiyo ni jambo ambalo mbunge liliahidi na nitaendelea kulitekeleza kwa miaka yangu 5 nitakapokuwa madarakani serikali. Kwa hiyo kwa sasa hivi tumepata A za hesabu 56, lakini shule za serikali kuna A ya 40. Kwa hiyo hizo nitakabidhi wiki hii, kabla sijarudi bungeni tutafanya sherehe, watoto wakabidhiwe 80% na walimu wakabidhiwe 20%. Lakini pia tuna changamoto ya mikopo ya bodaboda. Nimeona pale wamelalamika kwa katika msimu uliopita waliandikisha vikundi vyao na bodaboda hawajapata pikipiki. Niwaombe wazazi wangu, niwaombe vijana wenzangu, kuna kigezo kimewekwa pale kwa kila mtoto anayeenda kupata mkopo au mzazi anayeenda kupata mkopo, mradi ameandika ni wa pikipiki, ni muhimu awe na leseni. Sasa leseni kwa vijana wetu wa bodaboda wengi vikundi vyao vilikosa leseni. Mimi kupitia kampuni yangu ya Basai nimedhamini watoto 200 wa bodaboda. Sasa hivi wanaendelea na mchakato wa kujiandikisha. Nitawachangia shilingi milioni 4 kutoka kwenye mfuko wangu ili waweze kujifunza na wawe rahisi kupata leseni. Nitawagharimia na tayari mafunzo yameanza pale Kyela mjini kwa ajili ya watu wa VETA wako pale. Naomba wao, nilidhamini watu 100, wao wamesema katika milioni 4 hiyo tunaomba sisi tuchangie 50% na wewe 50% uliotoa. Kwa hiyo badala ya watu 100 wameongeza, wamefikisha watu 200 kulingana na michango ambao wao watachanga. Lakini pia nimechukua watoto 10, vijana wetu 10 wakajifunze udereva pale VETA na walipia mimi kwa gharama zangu. Kwa hiyo hao wataanza wiki ijayo na tayari majina nayo katibu kwa ajili ya kuendelea kujifunza udereva. Lengo la kufanya hayo ili kuwanufaisha vijana hawa, badala ya kusema ni taifa la kesho, tuchukue kwa changamoto zao ni taifa la leo. Na serikali ya Dr. Samia imeelekeza kuwa nguvu kubwa tuwawezeshe vijana hawa, kwa sababu ndio taifa na nguvu kazi ya leo. Vimeendelea kupata mikopo kupitia mpango ule wa 10%. Niwaombe kina mama, kama kuna watu hawajaweka vikundi vyao havijapata mikopo na kuna changamoto yoyote, tuendelee kuwasiliana na maafisa maendeleo ya jamii. Lakini kama kuna changamoto ile ya mmoja
Naomba mbunge wenu nipo, muendelee kunipa hizo changamoto, na niko tayari na muda wowote kuzitatua kwa kadri ambavyo tutakuwa na uwezo nazo. Ipinda oye! Niwaombe wana Ipinda, mji wetu huu wa Ipinda, hasa hapa Ipinda mjini, una mambo mengi ya kuyafanya, lakini katika hilo unategemea uchumi mkubwa wa zao letu la kokoa, kwa sababu wengi wafanya biashara wanatoka Ipinda hii katika kufanya biashara ya zao la kokoa, na nimepata katika malalamiko yao pale, wamesema zao la bei ya kokoa linaendelea kushuka. Wazazi wangu, ni vyema nikawaambia ukweli. Sisi kama sehemu ya mliotutanguliza mbele, zao la kokoa halijashuka Kyela peke yake, limeshuka duniani kote. Wala kigezo sio kusema eti kwa sababu kuna ushuru. Leo zao ya kokoa duniani, kila mmoja anaweza kaingia akaangalia bei ya zao la kokoa. Kipindi kile ilifika mpaka dola kwa tani moja, shilingi ambayo ilikuwa zaidi ya shilingi 28,000 kwenye soko la dunia. Ulikuwa ukiangalia kwa dola inasoma 8,000 kwa tani, 12,000 kwa tani, mpaka 15,000 kwa tani. Sasa hivi ukiangalia liko chini ya dola 3,000 kwa tani moja. Ina maana inauzwa chini ya 10,000 kutoka kwenye soko la dunia, sio Kyela peke yake. Na ndio maana ukiangalia Morogoro zao hilo limeshuka. Ukiangalia Busokelo, mnada wa jana wameuza kwa 6,300 na ngapi? 6,000 ngapi? Leo ni 6,350. Lakini ukiangalia wenzetu Busokelo jana wameuza 6,300 na wamekubali. Kwa hiyo wazazi wangu na ndugu zangu, lazima tukubali kwa zao hili la kokoa tusitafute mchawi mkubwa. Sisi Mungu atujalie ahadi ambayo ilitolewa na serikali ya kujengewa kiwanda cha kuchakata kokoa ndani ya jimbo letu la Kyela. Mimi mtoto wenu, hiyo ahadi ni ya mkubwa wangu. Mimi ni kujaribu kuendelea kufuatilia ile ahadi ambayo ilitolewa na Mheshimiwa Rais, na uzuri mkubwa akiahidi, mdogo unatakiwa ugonge mlango kidogo kidogo, ili kuulizia kwa wazazi wangu kule wananikumbusha jambo hilo. Kwa hiyo niko nalo makini, tutaendelea kuliulizia limefikia hatua gani. Tukipata kuchakata na kuongeza thamani zao la kokoa ndani ya wilaya yetu, angalau tutakuwa na uwezo, wakati soko linayumba, labda tukiongeza thamani tunaweza tukapata bei iliyo bora kwa wakati huo. Lakini tusidanganyike wala tusiseme ni mbunge ashughulikie jambo hili, kwa sababu hata ukiingia kwenye simu yako unakuta kabisa bei ya zao la kokoa ikoje. Ipinda oye! Haya wazazi wangu, nimeona niyaseme kwenu ili muweze kuyajua na kuyaona, kwa sababu hakuna mtu anaweza kapandisha wala kashusha, isipokuwa ni bei ya soko la dunia. Hata ukiangalia watu waliopo nchi za magharibi, wote bei ya soko la kokoa imeshuka. Kwa hiyo sio Ipinda tu wala sio Kyela. Tuamini hilo na tuendelee kuiamini serikali ya Dr. Samia. Mji wetu wa Ipinda ukiuangalia baadhi ya maeneo yaliyopangika, niendelee kuhamasisha wazazi wangu, hata kama unauza eneo basi uza ukizingatia kwa kuna siku tutakuwa tupitishe barabara eneo hilo, basi tutoe nafasi kwenye maeneo yetu ili barabara ziweze kupitika. Lakini nilikuwa naongea na ndugu zangu hapa, Jumamosi ya wiki hii ni Jumamosi ya mwisho wa mwezi huu wa pili, nikasema niungane na wananchi wa Ipinda na mtendaji pamoja na wote waliopo eneo hili, tuungane Jumamosi tufanye usafi wa pamoja ndani ya eneo hili la Ipinda. Mimi nitakuwa tayari, mtaniambia ratiba na nitatoa vifaa kwa ajili ya shughuli ya usafi hapa Ipinda, ikiwemo mapipa kwa baadhi ya maeneo. Ikifika Jumamosi tutafika nayo ili tuweze kusaidia mji wetu muda mwingi uwe katika usafi. Usafi huo utatusaidia kuokoa magonjwa pale tunapoelekea msimu huu wa mvua.
Kwa niwaombe wazazi wangu, niwaombe vijana, Jumamosi nimeambiwa kwa kutakuwa na ratiba ya usafi, na mimi naelekeza wale walio ndani ya madaraka yangu kwa maana ya watendaji, basi tuombe tuungane ili tushirikiane, wenye viti wa vijiji, wapigwa kura kama mimi, madiwani, tuungane tuje tufanye usafi wote Ipinda saa 12 kamili, tufanye hapa wote kwa pamoja, ili iwe ni operation kwa ajili ya wananchi wa Ipinda. Kwa kumalizia, ndugu zangu wana Ipinda, kuna changamoto nyingine ambao mmesema barabara ya kutoka Sibimiko kwenda Kingiri na Kakolia. Naomba Mheshimiwa Diwani, kabla ya Jumatano niwe nimepatiwa daraja lile la Kakolia lina hali gani, ikiwezekana tuwe tumeshaandaliwa na BOQ ili tuiwasilishe serikalini. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana wananchi wa Ipinda. Mtoto wenu, jambo kubwa nililokuja nao leo ni kusikiliza kero. Nimebeba kero kubwa ya maji, na huo naamini pia ni mzigo wa kwangu. Nimebeba kero nyingine ya barabara, naamini huo ni mzigo wa kwangu. Wazazi wangu, mniamini kuwa nitakuwa tayari kuja muda wowote na saa yoyote, na kama kuna jambo kubwa niiteni, niko tayari kushirikiana na nyie katika mazuri na katika magumu, kwa kuwa mlinipa heshima ya kunichagua kuwa mbunge wenu. Mlinipa heshima ya kunitanguliza mbele kama kiongozi wa jimbo hili. Mimi naamini kuwa deni mlilonipa ni kuwaletea maendeleo yale yanayofanyika na kampuni yangu ya Basai. Leo sitayasema, lakini baada ya kuisha mvua nitarudi, tutayafanya katika barabara zetu za vijijini. Ipinda oye! Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana wazee wangu, na wapenda, niko tayari kushirikiana nanyi muda wowote na wakati wowote, na Mungu wa mbinguni awabariki. Kumbuka tu wananchi, kama mko uwanjani, basi niwatakie mchezo mwema. Kijiji cha Ipinda kimeomba ofisi. Naomba mtakapokuwa mnaanza kujenga, mtaleta mifuko 50 kwa ajili ya kijiji cha Ipinda ofisi, lakini juu ya matundu ya vyoo kule mtaleta pia mifuko 50 ya simenti. Ipinda safi! Mbunge safi! Lakini pia Mheshimiwa Diwani, yatima wao wamekitunga. Kwa hiyo kama kuunga mkono juhudi za utunzi wa kitabu hiki, naomba huyu mtoto, sasa sijajua kama na kiti mwendo au anatembea vizuri. Kwa kuunga mkono juhudi zake, mtendaji namchangia shilingi 500,000 kwa ajili ya juhudi hii aliyoifanya. Mwamengo safi! Naomba utakapokuwa unakuja kuwakabidhi wale watoto waliofanya vizuri sekondari, na huyu mtoto aletwe, kwa sababu ametunga kitabu na watu wa elimu wako hapa ili kuunga juhudi za mtoto huyo ambacho kitendo hiki alichokifanya. Kwa hiyo wakati nakabidhi hizo zawadi za watoto, uzuri na mzee wa elimu maalumu wako hapa na afisa elimu yuko hapa, basi tutaungana kumkabidhi hizo shilingi 500 ili ziendelee kuongeza nguvu alionayo katika maendeleo ya uandishi wake. Baada ya kusema hayo, nikushukuru sana na samani, karibu kuendelea kufuata hiki kitabu. Sasa natamka rasmi kuwa nimekizindua na kiko tayari kutumika. Asanteni sana. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Mbunge. Ipinda oye! Kabla Ipinda yetu itajengwa na wana Ipinda, niendelee kutoa wito kwa wananchi wote wa Ipinda, tuendelee kujitokeza pale ambapo tunatakiwa kujitokeza kufanya maendeleo kwa ajili ya kata yetu. Baada ya kusema hayo, naahirisha mkutano. Asante. Makofi, makofi.